Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kuimarisha taasisi ya viwango Zanzibar ZBS ili kuendana na mabadiliko ya teknolojia duniani katika kuhakikisha ubora wa bidhaa kabla ya kumfikia mtumiaji. Napenda kutumia fursa hii kuwahimiza wazalishaji, wafanya biashara na watoa huduma wote kuendelea kuzingatia viwango vilivyowekwa, kwani katika dunia ya leo yenye ushindani mkubwa, ubora wa bidhaa na huduma ndio silaha muhimu ya mafanikio ya kiuchumi. Ni muhimu tukakumbuka pia, ubora wa bidhaa na huduma si jambo la hiari, bali ni wajibu wa kila mmoja wetu. Vile vile tufahamu kuwa ubora wa bidhaa si jambo la bahati, bali ni matokeo ya maamuzi sahihi, uwajibikaji, uaminifu na uwekezaji katika mifumo bora ya uzalishaji. Nyote mtakubaliana nami kwamba bidhaa na huduma bora huongeza imani kwa walaji na kufungua fursa za masoko mapya ndani na nje ya nchi yetu. Mtaalamu wa masuala ya masoko nchini Marekani, Bwana Philip Kotler, anasema mteja anarudi pale anapopata thamani ya ubora unaoendana na matarajio yake. Pia aliwahi kusema tangazo bora zaidi hufanywa na wateja walioridhika. Mwisho wa kunukuu. Ni jukumu letu sote kuhakikisha kuwa Zanzibar inaendelea kuwa kitovu cha bidhaa na huduma zenye viwango vya ubora vinavyokubalika kitaifa, kikanda na kimataifa, na hii ndio kusema kwamba ubora wetu fahari yetu. Hatua hii ya leo imeweza kufikiwa kutokana na uaminifu wenu katika utekelezaji wa kazi zenu. Tunzo ambazo leo mtatunukiwa, kwa wale ambao mtabahatika, mkumbuke kwamba mmepewa dhamana kubwa ya kuwa mfano kwa wengine. Niwaombe sana kuendelea kuzalisha na kutoa huduma zenye ubora, kwani ubora si tukio la siku moja, bali ni suala endelevu kwa mujibu wa sheria zilizowekwa. Tumieni ubunifu na teknolojia kuboresha huduma zenu ili ziweze kushindana katika masoko ya kitaifa na kimataifa. Kadhalika, kwa wale ambao hawatobahatika kupata tunzo kwa siku ya leo, na wasihi msikate tamaa, bali muendelee kujitahidi ili mwakani panapo majaliwa muweze kuzipata tunzo hizi, na sina shaka kwamba mwakani tunzo hizi zitakuwa na ushindani mkubwa zaidi. Napenda kuwakumbusha juu ya suala zima la kutunza amani na mshikamano katika taifa letu. Bila ya amani hakuna hatua ya maendeleo ambayo tutaweza kuifikia. Kila mmoja wetu ahakikishe anakuwa balozi mzuri wa kuidumisha amani yetu.